Shukrani sana msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 kwa kuweza kufanya chaguo sahihi kwa kuchagua Kwetu News 24 katika habari zetu za leo, ikiwa ni siku ya Jumapili, asubuhi nzuri kabisa yenye habari mwanana kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii unayotegea sikio na kuitizama ni Kwetu News 24, kituo bora cha matangazo kinachopatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kinachokuletea habari za vita kwa wakati unaofaa pamoja na matukio mbalimbali yanayopitikana ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kote ndani ya ulimwengu mzima. Usikose kusubscribe channel yetu, kucomment na kulike, lakini pia kushare kwa wengine ili uwe wa kwanza kupata habari zetu pale ambapo tunapozirusha angani. Naam, habari zetu za leo tuanzie mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako M23 imepata hasara kali kabisa huko Minembwe baada ya kukabiliana vikali na vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC vilitangaza kuwakamata wapiganaji 5 na kujisalimisha kwa wengine 17, wote kutoka muungano wa Twirwaneho huko Minembwe pamoja na Red Tabara ulioshirikiana na muungano wa M23 na vikosi vya Rwanda pamoja na AFC. Matukio haya yalitokea wakati wa mapigano huko Mikenge, Kakenge na Mlima Sinai katika eneo la Itombwe kati ya maeneo ya Mwenga na Fizi huko jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na mamlaka ya kijeshi ya kikanda, waasi hao walikamatwa na kamanda wa operesheni Sokola ya pili Kusini, Kanali Apoko Bangala, kabla ya kuhamishiwa kwenye nafasi ya amri ya kikosi cha 13. Miongoni mwa wale walioweka silaha zao chini alikuwa kijana mmoja alilaani hadharani udanganyifu wa kisiasa uliodai kuupata na kuwasihi wenzake wa zamani kujiunga na mchakato wa amani ya kitaifa. Kwa Luteni wa pili Rigene Mbuyi Kalonji, msemaji wa operesheni katika eneo hilo, kujisalimisha huku kunaonyesha nia inayoongezeka miongoni mwa wapiganaji wa eneo hilo ya kuachana na mienendo ya migogoro ya silaha inayovuruga utulivu wa nyanda za juu za huko Minembwe. Wakati hayo yakiwa namna hiyo, msikilizaji, jeshi la anga lilifanikiwa kushambulia kituo cha mwisho cha wanajeshi wa Rwanda na washirika wao katikati mwa mji wa Minembwe. Meja Bibangwa wa Twirwaneho ambaye alikuwa msimamizi wa shughuli kwenye muhimili wa Minembwe pamoja na wanajeshi wengine kadhaa. Safu zingine za wanajeshi wa Rwanda waliokuwa wamepita milimani kuelekea kijiji kidogo cha Kitavi ili kufika katikati mwa Ilundu pia ziliharibiwa kwa mabomu ya ndege zisizokuwa na rubani maarufu drone. Duru zetu zinasema kuwa safu zote za ulinzi za wanajeshi wa Rwanda na washirika wake mkiwemo Red Tabara pamoja na Twirwaneho zimeharibiwa hivi karibuni. Kanali Serugaba wa Twirwaneho amewataka maafisa na viongozi wao kuachana na kituo cha Minembwe. Kwa sasa Twirwaneho wako katika hali mbaya. Katika ujumbe huu anathibitisha kwamba hawana chaguo lingine ila kuachana na kituo cha Minembwe na kupelekwa kwa FARDC ambalo ni jeshi la nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Majeshi hayo yako katika kituo cha Minembwe kutokana na maafisa wa fisadi wanaotoa amri kwa niaba yao, lakini kwa kweli hawana nguvu tena. Ndivyo yamesema baadhi ya vyanzo vyetu vya habari kutoka kwenye uwanja wa mapambano. Wakati hayo yakiwa hivyo, msikilizaji, kusini mwa mji wa Minembwe ambako ni huko Rugezi, jeshi la FARDC linaloongozwa naye kamanda Delfe Kalembe Ngoma Nzito zinaendelea kukipiga dhidi ya adui ambaye ni M23 pamoja na washirika wake Red Tabara, wakiwa ni waasi kutoka nchini Burundi pamoja na Twirwaneho. Wakiwa kwenye shamba la vita, wanajeshi wa FARDC maeneo ya huko Rugezi kusini mwa mji wa Minembwe, lakini pia huko Lulenge maeneo ya huko Rutaganda, waliomba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuwaongezea vifaa, kwani vifaa wanavyovitumia haviridhishi kabisa licha ya nguvu za adui kuweza kupungua. Hawa hapa wakieleza mengi. Hapa Sekaganda ambaye mwenye alikuwa anaongoza operasyon ya leo alikuwa
Mama Lizala pamoja na T3 sans souci. Unaona navalia nani sare ya noire hapa na sare ya rouge ya yulu. Mwenye kushikilia shimboke na nani na bere rouge ni S3 wabo, pamoja na komanda sektere ambaye anajulikana kwa jina la Tai wa 5e sektere ya FABB. Unaona vijana wanapiga kazi, wanachapa kazi kabisa hapa kwenye maskani eneo la Lulenge. Walifaulu kuchoma kempi ya M23 ambayo inapatikana Paseka Ganda. Walifanya kazi na wakarikipere chombo silaha nzito nzito ambayo inajulikana kwa jina mashini gani PKM mitraeze. Antuka naona vijana wanafanya kazi. Viongozi tunaomba viongozi wetu wa CPLC Bal FABB pamoja na komite yote ya coordinateur ya Sud Kivu operation Wazalendo, fanye nguvu mudote vijana masira, mudote vijana maminisio. Kazi ingeendelea mzuri leo, lakini minisio zinatoka kidogo. Umati wa vijana hawa kama kazi ya kuendelea ni kufuatana na leta haitudote minisio mzuri. Hapa PM hakuna, makuta hakuna, finance hakuna. Hapa tunatumika tu kazi bure. Tunaishia makuti inakuya, inaishia tu ni kule kuma barabara huko, hatutapata kitu. Vraiment tunaomba leta pamoja na president wetu atukumbuke, atupatishie msaada, atupatishie lisase, silaha, tufanye kazi. Kwa hiyo hatuna mengi, tunawatakia kazi njema na usikilivu mwema. Ambaye anafirme ni coordinateur wa CPLC Bar FABB, anajulikana kwa jina la Saint Gabriel. Tunafanya kazi ila hatupati kitu. Wengine ndo wanakula na sisi tunakula ni lisasi. Kumbe tunalomba serikali muangalie hii vitu na mufanye kazi. Labda hata na picha mnatembea mnafika kwenye makempi ndio mtajua kia muhimu. Lakini wale ambao hawatumike kazi ndo wanakula Kongo. Tunashukuru kwa kazi ambayo mnaona tumeifanya. Mungu ametujalia, tumelunguza kempi na mzidi kutusukumia minisio, tutafanya kazi kama iwezekanavyo. Asante. Hii ndio silaha vijana wanakamata. Wasepele Sebar FABB wanafanya kazi. Mtukumbuke kama gisi tuku tunafanya kazi. Silaha hii vijana wanajikaza sana kwa kazi, lakini walikosoa minisio. Hata Minembo tungefika wakakukutanana na wenzetu kutoka Poezero tunafanya kazi, lakini minisio hakuna. Na tunalomba serikali tusukumie msaada wa jeshi wa hii Tandalukala kutoka Kawera mpaka Kivumo mpaka kutoboka kule na Turonge. Na si tufunge hii raje yote kusudi tuangalie gisi tunaweza kamata Minembwe. Asante sana kwa usikilivu mwema. Na msikilizaji wa Kwetu News 24, asante sana kwa kuweza kuungana nasi mwanzo hadi tamati. Ni kuombe kuendelea kusubscribe na kuwa pamoja na sisi. Usikose pia kutumia wengine habari hizi ili wazipate kiurahisi. Hadi wakati mwingine, bye bye.